Pokeeni salamu. Mtu wa kwanza kabisa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Nawasalimia sana. Ameagiza tupeleke tabasamu kwa watu wote, ikiwepo ninyi ambao mna mahitaji maalum. Kwa pokeeni tabasamu la Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna watu wametoa maisha yao kama alivyo Robi, walimu, Mwalimu Mbogo hapo, walimu wengine, wafanyakazi ambao maisha yao yote wameyaelekeza kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum. Shangaa sana kwa jinsi mlivyo wabunifu kuona ni vitu gani hao watoto ambao wana shida ya kusikia wanaweza kuvifanya na wenyewe wakajiona binadamu walio sawa na binadamu wengine. Nipoenda kwenye karakana ya ushonaji, nipoenda kwenye karakana ya kompyuta, nilipoenda kwenye karakana ya kuunda vitu, seremala, chuma, nini, kwa kweli ni kitu cha muhimu sana sana. Robinson na mwalimu mkuu pamoja na mwenyekiti wa bodi, mimi nimefurahi sana. Kitu ambacho tumekiona mimi na wenzangu kimetupa hamasa ya tofauti ya kwamba hapa ni mahali pa kuja. Hivyo basi mimi na wenzangu kuanzia Rema Education Foundation ambao ni foundation yangu, lakini mwenyekiti mwenzangu wa wilaya hapa na mimi wa mkoa, tunapeleka ujumbe mzito kwa wanawake wenzetu, tunapeleka ujumbe mzito kwa viongozi wa chama, wa serikali, ili waweze kuangalia kwa tofauti mahitaji, ili muweze kupata nafuu katika mahitaji mlio nayo. Toka nikiwa msichana nimefanya kazi hii, nimeendelea hivyo mpaka nimekuwa mwenyekiti wa UWT mkoa. Naongoza sasa kundi kubwa la wanawake wapatao 800,000 wa mkoa huu wa Dodoma, bado tukiendelea kugusa maisha ya wanawake, tukienda kugusa maisha ya vijana, tukienda kugusa maisha ya watoto, na tukiendelea kugusa pia maisha ya watu wenye mahitaji maalum. Ubunge sasa unanipa upana zaidi wa kufanya kazi. Sasa nitafanya kwa wanawake wote mkoa mzima, sasa nitafanya kwa vijana wote mkoa mzima, na sasa nitafanya kwa watu wenye mahitaji maalum mkoa mzima, na hiyo nafasi ndio imenifikisha mahali hapa leo nimekuja kuwaona. Serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ina malengo mazuri sana kwa makundi maalum. Kuna wizara maalum ambayo inashughulikia, sio hivyo tu, imeweka vitengo mbalimbali vya kuhakikisha watu wenye mahitaji maalum wanapewa mahitaji yote wanayohitaji, ikiwepo mnapata elimu. Hivyo basi ina mpango mzima wa kuleta devices za kusomea ili na nyie muweze kujifunza kwenye curriculum iliyowekwa ya Tanzania au mtaala wa Tanzania, muweze kujifunza kwa kutumia devices mbalimbali. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana mapenzi mema sana na watu ambao wana mahitaji maalum. Kila mara akitenga fedha, kwa mfano 10% ambazo zimetengwa kwenye kila halmashauri, anataja 4% kwa ajili ya wanawake, anasema 4% kwa ajili ya vijana, anasema 2%, ni kubwa sana, 2% ya mapato yote ni kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Tunaona pale kuna gap. Watu wenye ulemavu hawajapewa elimu ya kutosha, wanaweza kupata hii fursa. Mimi na wenzangu tutachukua nafasi ya kuja kuwaelimisheni ili na ninyi muweze kuanzisha miradi yenye tija ili kuweza kukopesheka hiyo 10%. Nzuri, mpewe elimu ya fedha, mpewe elimu ya ujasiriamali, lakini pia mpewe elimu ya namna ya kupata hizo fursa ili na ninyi muweze kufaidika na fursa hizo 100%. Mna haki hiyo. Nimekuja na kitu kidogo, lakini nimeona hicho nianze nacho kwa ajili ya kujitambulisha. Mkurugenzi na mkuu wa bodi, tumekuja na kilo 60 za unga, tumekuja na kilo 50 za mchele,
lakini tumekuja na katoni 4 za madaftari, tumekuja na peni za kutosha na penseli za kutosha. Lakini tukasemaje, watoto wetu ukisema tawapikia wali jioni ni mbali, tumekuja na juisi ili mnywe sasa hivi. Kuna siku nikiwa bungeni nitawaletea mwaliko, mje mtembelee bunge la Tanzania. Maadamu bunge wangu nimeanza hapa, nitafurahi pia siku ile wawaone bungeni, labda itafungua macho ya watu wengine kuona kuna watoto ambao wanatusubiri. Hatuwezi kuiachia serikali peke yake, hatuwezi kuachia watu baadhi peke yake, na sisi tunataka kushiriki baraka hizi.